بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja mauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama, na kwa hakika mtalipo ujira wenu siku ya kiyama. Faman zuhziha 'anil nar, basi yote ambaye atakayepushwa na moto, wa udkhila aljannata faqad faz, na akaingizwa peponi, kwa hakika mtu huyo anakuwa amefuzu. Wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya kidunia isipokuwa ni starehe zenye kudanganyisha, au ni starehe za udanganyifu, kwa maana ni starehe ambazo zinadanganyisha, na ni starehe ambazo mtu akizipita basi ataonekana kwamba amefika, lakini kiuhalisia ni starehe ambazo zenye kudanganyisha. Kisha Allah akasema: la tublaunna fi amwalikum, wallahi mtajaribiwa katika mali zenu, wa anfusikum, na mtajaribiwa vile vile katika nafsi zenu. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum, na wallahi mutasikiliza au mutasikia kutoka kwa wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu. Wa min alladhina ashraku, na kutoka kwa wale ambao walikuwa wameshirikisha adhan kathira, mutasikia maudhi mengi sana. Wa in tasbiru, na ikiwa mtasubiri, watattaqu, na mtamcha Allah, kwa maana mtasimamia amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na mkatekeleza yale ambayo Allah alikuwa ameamrisha, na mkaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekataza. Fa inna dhalika min azmi al-umur, kwa hakika jambo hilo ni katika azma ya mambo, kwa maana ni katika mambo ambayo yenye kuazimiwa, kwa maana katika mambo ambayo mwanadamu anatakana kwamba ayazimie. Mwanadamu anatakana kwamba azimie. Hiyo ilikuwa ni suratu Al-Imran, aya nambari 185 mpaka aya nambari 186. Na aya hizi za kuonja mauti zimekuja katika sura nyingi. Ukienda vile vile katika suratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wanabluukum bisharri wal khairi, na tunakujaribuni kwa mambo ya shari na khairi. Fitnatan, hali ya kuwa ni mtihani. Wa ilaina turja'un, na kwetu sisi nyote viumbe mtakuwa ni wenye kurejea. Hii ni suratul Anbiya aya nambari 35. Kadhalika vile vile ukienda katika suratul Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Thumma ilaina turja'un, kisha kwetu sisi mutarejeshwa. Ndugu zangu Waislamu, mauti ni jambo ambalo kwa la haki, na kila mmoja wetu litakuwa lenye kumpata, na kila mmoja ameandikiwa muda wa kuondoka duniani. Na anapokuja mauti au anapoondoka mmoja wetu, basi sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ametuweka hai, inahitajika kwamba tuzingatie, tupate darsa kupitia yale ambayo yalikuwa yametokezea kwa mwenzetu. Si ujanja wetu kwamba sisi kubakia katika mgongo wa ardhi, au kwamba yeye amefanya uzembe ndio maana akaondoka, la, bali muda wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempangia tayari umekwisha kumalizika. Hata wengetokezea watu wakasema wacha tumfanyie hivi angalau ongezeke muda, basi jambo hilo lisingewezekana, kwa maana Allah akishakupanga kwamba muda wake mja huyu ufikie hapa, basi inakuwa ndio mwisho wake. Tumeondokewa na ndugu yetu Abu Nasra, Sheikh Nasr Suleiman Jecha, maarufu kwa lakabu ya Albani, kunia yake ni Abu Nasra. Na Abu Nasra ni katika watu wa elimu, ni katika watu ambao walikuwa wanapenda elimu, ni katika watu ambao walikuwa wanajishughulisha na kusoma. Kadhalika vile vile ni katika watu ambao walikuwa wanasaidia wenzi wao katika jambo la kuwasomesha wenzi wao. Kwa hiyo ni dai kwa miji yetu hapa, dai wa kisalafi. Kadhalika vile vile ni katika mashekhe wa kisalafi ambao wapo katika miji hii ya Zanzibar, na amefanya juhudi kubwa sana
ya kulingania katika sunna. Amefanya juhudi kubwa sana Sheikh Nasr Sheikh Nasr Suleiman Jecha Albani amefanya juhudi kubwa sana ya kulingania ndugu zake wale ambao walikuwa chini yake, kuwatoa katika yale ambao walikuwa si sawa na kuwapeleka katika yale ambao walikuwa ya sawa. Na kwa kweli amefanya kazi kubwa sana ya kupiga vita bid'a, na amesomesha vitabu vingi sana ambavyo vitabu hivyo vinapinga bid'a za sampuli zake zote, bid'a ambazo zinapelekea katika shirki, bid'a za maasi, bid'a za sampuli zake zote. Kwa hiyo amefanya juhudi kubwa sana, Allah amlipe khairi kwa juhudi yake hii ambayo alikuwa amefanya, na iwe ni sababu ya kumuingiza katika rehema zake na katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Nasr kama ambavyo yeye mwenyewe alipokuwa amejieleza kwamba amezaliwa katika mwaka 1982 amezaliwa katika mwaka 1082 na leo tukiwa katika mwaka 2026. Kwa hiyo kifanya hisabu katika miaka hii ya kimiladia kwamba 1982 ukitoa mwaka 2026 kwa tarehe yake ambayo alikuwa amezaliwa tarehe 22 mwezi wa 5, basi utapata kwamba amekufa hali ya kuwa ana miaka 44. Kwa tarehe ya hijiria itakuwa imesogea mbele kidogo, atakuwa ana miaka 45. Kwa hiyo amefanya juhudi ambayo ilikuwa kubwa sana. Allah mlipe khairi na Allah ayabadilishe yale ambayo alikuwa ameteleza katika makosa yake, ayafanye katika mema yake. Kwa kweli ni msiba ambao unawahusu maduati, ni msiba ambao unawahusu mashekhe, ni msiba ambao unawahusu talabatul ilmi. Wamepatwa na msiba ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Kinachotekana ni kufanya subra, kinachotekana kwamba ni kusoma, kupata ibra kupitia kifo chake ambacho kilichokuwa kimemkuta, na akawa kwamba ni mwenye kuondoka duniani. Kwa sababu mwanadamu siku zote anapokuwa duniani huwa ana matarajio mengi, mengine anakuwa ameyafikia lakini mengine anakuwa hajayafikia. Kwa hiyo mtu asome kwamba kumbe hapa duniani sisi tupo katika safari. Kwa hiyo ni vyema mtu kujitahidi kuyafanya yale ambayo yalikuwa khairi, kufanya bidii ya kuendea yale ambayo yalikuwa khairi, kwa sababu mauti yakija yanakuja, hayakupi taarifa kwamba kaa tayari kwamba mimi baada ya miaka 3 nitakuja. Almautu yati baktatan, mauti yakija yanakuja ghafla moja, na saa yako ya kufa mtu umefichiwa, hujui kwamba utaondoka saa ngapi. Kwa hiyo ni vyema kwamba mtu kujiandalia akhira yake, ni vyema mtu kuhakikisha kwamba anafanya mambo ya khairati, anafanya mambo ya khairi, anakuwa yeye ni katika funguo za khairi, kuyafungua mambo ya khairi, kuyaendea mambo ya khairi, na yale ambayo yalikuwa shari basi anakuwa ni mwenye kujepusha nayo na kujiweka mbali nayo. Na rasilimali ya mwanadamu ni huu hai ambao alikuwa Allah amemruzuku mwanadamu huyo. Kwa hiyo mwanadamu ajue kwamba uhai wake ndio rasilimali yake, anatakana utumie vizuri, na anatakana kwamba kila kiamka aangalie kwamba mimi nini ninafanya. Ajitahidi swala 5 aziswali, ajitahidi katika kusoma Qur'ani, ajitahidi katika kuleta adhkari za asubuhi na jioni, ajitahidi mwanadamu katika kila khairi ambayo anajua kwamba hii khairi ameifundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi awe ni mwenye kuiendeleza. Na mtu ambaye alikuwa amerefushiwa umri, huyo ametakiwa khairi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yule ambaye alikuwa amerefushiwa umri, maana bora watu ni yule ambaye alikuwa amerefushiwa umri na matendo yake yakawa ni ya khairi. Wako watu ambao walikuwa mithili ya Sheikh Nasr Abu Nasra Suleiman Jecha, kwa maana umri wake na miaka yake na mwaka ambao alikuwa amezaliwa, wapo ambao Allah bado hajaondosha duniani na amewaachia na amewapa umri. Hii ni kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, la yusalu amma yafal wa hum yusalun. Allah haulizwi kutokana na yale ambayo anawafanya, lakini viumbe watakuwa ni wenye kuulizwa. Sasa wapo ambao wamepewa umri uliokuwa mrefu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa umri uliokuwa mrefu, maana yake kama wamekosea basi watubie, warejee kwa Allah, na kama wapo katika njia iliyokuwa ya sawa basi waendelee kuyafanya yale ambayo yalikuwa ya khairi. Kwa hiyo kifo hichi cha ndugu yetu mpendwa Sheikh Nasr Abu Nasra Suleiman Jecha
Albani ni kifo ambacho kina mazingatio makubwa kwa talabatul ilmi, kadhalika kwa maduati, kadhalika kwa mashekhe. Kina mazingatio makubwa. Ni juu yetu kuzingatia, ni juu yetu kwamba kujua kwamba na sisi tupo katika msafara wa kuondoka duniani, kwa sababu Sheikh Nasr amejitahidi namna ya kujitahidi katika yale ambayo alikuwa ameyafanya katika ulinganizi, katika mambo ya khairati, na ameandika baadhi ya vitabu vya lugha. Allah mlipe khairi na Allah mjaze khairi. Na nyuma yake ameacha wanafunzi wengi sana, amewasomesha lugha, amewasomesha masaili ya fiqh, amewasomesha masaili ya aqida, amewasomesha masaili ya sira na kutubu nyinginezo ambazo alizokuwa amezifundisha. Kwa hiyo amefanya juhudi kubwa sana. Tunamwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala amlipe khairi, na pale ambapo alipokuwa ameteleza kama binadamu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe makosa yake hayo na ayabadilishe makosa yake hayo na yafanye katika mema yake. Ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, hao ndio Allah subhanahu wa ta'ala anawabadilishia yale makosa yao kuyafanya kuwa ni mema. Kwa hiyo na sisi namuomba Allah amfanye yeye katika watu hao, yale ambao walikuwa wamefanya kimakosa kimapungufu, basi Allah ayabadilishe ayafanye katika mema yake. Mwisho kabisa, wanafunzi wanapoondoka, watu ambao walikuwa wanajishughulisha na elimu, akisha ikawa kwamba ni wasaidizi kuwasaidia katika kuwafundisha katika masala ya elimu, wanapoondoka hao wanafunzi wanatakana wawe na mazingatio ya mwanzo, kwamba wajue kwamba ameondoka mtu na elimu. Kwa hiyo ile nafasi ambayo alikuwa ameondoka, maana yake kwamba ameondoka na elimu ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo yeye mwanafunzi anatakana afanye bidii ya kusoma, kwa sababu tayari ameona kwamba mmoja katika wale ambao walikuwa wanafanya khidma ya kuhudumikia Uislamu amekwisha kupungua. Kwa hiyo Uislamu ulikuwa ukipata nguvu kwa kupitia mtu huyu, na mtu huyu tayari amekwisha kuondoka. Kwa hiyo kama mwanafunzi anatakana afanye bidii ya hali ya juu, kwa sababu amepewa amana na Allah subhanahu wa ta'ala ya Uislamu. Kwa hiyo afanye bidii ya kuhakikisha kwamba anasoma dini yake, anaifahamu dini yake, anajua hukumu za dini yake, anajua amri zilizokuja katika dini, anajua makatazo yaliyokuja katika dini, anayasimamia na anauchunga Uislamu, ili usije ukaharibiwa na wale maadui wa Uislamu na wale ambao wenye kupiga vita Uislamu. Kwa sababu kila wanapoondoka wale ambao wanajishughulisha na elimu, wale ambao walikuwa wanafanya khidma Uislamu kwa hali moja au nyingine, basi wale maadui wa Uislamu wanakuwa kana kwamba wanapata mianya fulani ya kutaka kuuvuruga ule Uislamu, ya kutaka kuingia Uislamu katika sampuli ambazo wao walizokuwa wako nazo. Kwa mfano Sheikh Nasr huyu Abu Nasra, Allah amrehemu, katika watu ambao walikuwa wakipambana na bid'a na wakizipiga vita bid'a kwa kiwango ambacho kwa kikubwa sana, basi na yeye yumo katika watu hao. Sasa bid'a zilikuwa zikipigwa vita, na alhamdulillah walillahi alhamdu, watu wengi, vijana wengi wamefahamu kwamba jambo hili kumbe ni bid'a, jambo hili kumbe ni jambo ambalo kwa sila sawa, jambo hili ni jambo ambalo kwa sila sawa, kwa kupitia yeye huyu Sheikh Nasr. Sasa mtu kama huyu kuondoka katika sehemu ambayo jamii ilikuwa inapata mwangaza wa kujua kumbe masaili haya yapo katika usawa huu na masaili haya hayapo katika usawa huu. Sasa akiondoka mtu kama huyu, inatekana patikane mtu ambaye atakaye ziba ni pengo lake. Sasa jambo hili likiwa halijapatikana, na ikiwa jamii hiyo maana yake itakwenda baadaye yakiingizwa baadhi ya mambo, na ikiwa kwamba hakupata misingi ile kwa imara, basi kuna hatari ya watu kurejea katika mambo uzushi kwa aina zake nyingine. Kwa hiyo ni vyema wewe talibul ilmi kufanya bidii kusoma, kuhakikisha kwamba unakuwa wewe ni katika funguo za khairi, na unakuwa wewe kwamba unatumika katika kuutumikia Uislamu, kwa sababu lengo la kusoma manake ni kuja kuutumikia Uislamu, ili usije ukaharibiwa Uislamu, usije ukakandamizwa Uislamu, usije ukabomolewa Uislamu, na wewe ni katika wale ambao walikuwa wamepewa amana hiyo. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Mwanadamu ndo ambaye alikuwa ameibeba hiyo amana. Kwa hiyo ni juu yako mwanafunzi kufanya bidii, kujitahidi, na ikupe ibra, mazingatio habari kama hii ya kifo,
ya Sheikh Abu Nasr Suleiman Jecha Albani ikupe mazingatio kwamba safari hii ni yetu sote, kadhalika vile vile kwamba yeye tayari umri wake au muda wake ambao ulikuwa umepangiwa umekusha kuondoka. Je, wewe ambao ulikuwa hai nini ambacho umechofanya na nini ambacho ulichokuwa umekifanya? Kwanza nini ulichokuwa umekifanya na nini ambacho unakifanya na nini ambacho unakusudia kukifanya? Ni vyema kwamba ukatafakari na ni vyema kwamba ukazingatia hayo. Lakini mwisho kabisa tunahusiana subra, maduati, kadhalika mashekhe, kadhalika talabatul ilmi. Huu ni msiba wetu sote na ni msiba ambao ulimgusa kila ambaye alikuwa katika da'watu salafia, kwa sababu ni katika watu au ni katika walinganizi. Abu Nasra alikuwa ni katika walinganizi wa da'watu salafia. Kwa hiyo ni vyema kuwa na subra, kadhalika vile vile kujitahidi katika ibada, kujitahidi katika khairi, na isiwe baadhi ya wanafunzi kwamba wao labda kwa kuondoka Sheikh Nasr labda ilikuwa wakisoma kwa Sheikh Nasr ikawa tena hawana nasema kwamba mimi kusoma tena basi ikawa kwamba mtu anasema kwamba mimi kusoma basi, la, bali kusoma kwenye kuendelea. Ikiwa kwamba wewe ulikuwa unasoma kwa Sheikh Nasr, basi kusoma kuwe kunaendelea na uhudhurie katika durusu za kielimu, manake durusu na ilmia, uhudhurie na uwe kwamba ni mwenye kuwa na malengo katika kusoma kwako. Na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa, baadhi ya watu kana kwamba kuliingia hali hivi za kusema basi Uislamu tena utakuwa ndio ushafikia mwisho. Wengine wakasema manake hii dini ndio ishadhalika, wengine wakasema maneno tele sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akapinga itikadi zote hizo. Ndio maana Allah akasema katika sura Al-Imran, wama Muhammadun illa rasulun, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume, qad khalat min qablihi ar-rusul, wamekwisha pita kabla yake mitume, afa imata, ikiwa kwamba yeye atakufa, au kutila au atawawa, inqalabtum ala aqabikum, nyinyi ndio mrejee katika visigino vyenu, wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a, na yote ambaye atakerejea juu ya visigino vyake basi hatumdhuru Allah chochote kile. Wasayajizillahu shakirin, na Allah atawalipa wale ambao wenye kushukuru. Wama kana nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala, na hiwi nafsi kwamba kuwa ni yenye kufa isipokuwa itakufa nafsi hiyo kwa idhini ya Allah katika muda wake ambao ulikuwa tayari umekusha kuandikwa. Kwa maana nafsi haifi isipokuwa kwa muda wake ambao ilikuwa imeandikiwa muda huo, ndio nafsi hiyo itakuwa ni yenye kufanya nini, iliyokuwa nafsi hiyo itakuwa kwamba ni yenye kuondoka kwa muda huo ambao ulikuwa umeandikiwa. Kwa hiyo isionekane kwamba labda kwa baadhi ya wanafunzi walikuwa mwalimu wanampenda sana Sheikh Nasr, Allah amrehemu, wakasoma kwake yeye sana, baada ya kuwa amekufa sasa wakasema kwamba sisi huyu ndio tulikuwa tunamkubali zaidi, kwa hiyo hatuna sehemu nyingine ya kusoma. La, jambo la kielimu haliko hivyo. Watu wanatakana vile vile wasome kwa walimu wengine ambao walikuwa wapo katika njia iliyo sahihi, katika misingi, katika manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika itikadi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wasome kwa walimu ambao walikuwa katika manhaji sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika katika itikadi sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wasome, na malengo yao manake waweze kuyafikia katika jambo la kutafuta kwao elimu. Wajitahidi kwamba wawe ni wenye kukusudia kwanza kutafuta za Allah katika jambo la kujiondoshea ujinga wao, lakini vile vile kuondoshea ujinga watu wengine, kadhalika kusimamia Uislamu katika misingi yake ambayo ilikuwa ya sawa. Kwa hiyo tumependelea kutoa maelezo haya kuhusiana na kifo cha kipenzi chetu hichi, ndugu yetu huyu mpendwa Abu Nasr Suleiman Jecha maarufu Albani, Sheikh Nasr huyu, kwa sababu kifo chake kina mazingatio kuanzia kupata kwake kwa ajali na kutibu maradhi ambayo alikuwa iko nayo, na mpaka kwamba kutokezea kifo katika siku hii ya leo Jumatatu, siku ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani. Kuna mazingatio makubwa sana katika jambo hilo,
na Allah amsamehe dhambi zake, amrehemu, na alifanya kaburi lake kuwa ni rawdhatun min riyadhil janna. Na sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ikifika muda wetu wa kuondoka duniani, atuondoshe hali ya kuwa amekwisha kutusamehe, amekwisha kuturidhia, na amekwisha kutuingiza katika rehema zake. Kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kila alim mwanachuoni katika wanachuoni ambao walikuwa wametangulia, Allah alifanya kaburi lake kuwa ni rawdhatun min riyadhil janna. Na katika zile zalla ambazo mwanachuoni alizokuwa amekosea, basi namuomba Allah zibadilisha zifanye kuwa katika mema yake. Kadhalika maduati mashaikhi ambao walikuwa tayari wameshatangulia, pia tunamuomba Allah awaingize katika rehema zake na awasamehe madhambi yao na abadilishe makosa hayo ayafanye kuwa katika mema yao. Kadhalika vile vile tunamuomba Allah maiti wote wa Kiislamu, Allah awasamehe dhambi zao na ayafute makosa yao na awaingize katika rehema zake, innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Na wagonjwa Allah wape uzima, wape siha na waondoshee maradhi, na iwe ni sababu ya kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.